Chadema baada ya kujiondoa juzi na kusema ninakwenda nyumbani kupumzika na shughuli za kisiasa. Lakini sasa nimeamua kurudi kwa sababu nimeona kuna umuhimu pia wa kuja kusaidia majukumu mengine ya kisiasa, japokuwa wakati huo nitakuwa nipo kwenye shughuli zangu za kifamilia. Okay. Na uliamua tu kutoka Chadema ama kwa kuna shinikizo lolote la wewe kutoka Chadema? Hakukuwa na shinikizo lolote. Nilipenda mimi mwenyewe. Niliondoka mimi mwenyewe Chadema kwa mapenzi yangu mimi mwenyewe. Hapakuwa na shinikizo lolote la mimi kushinikizo nihame Chadema. Kwa sababu mimi ni mtu mzima na ninajitambua. Niliondoka Chadema kutokana na kelele na kebehi nyingi zinazoashiria kwamba huyu alikuwa ni mtu fulani, hawezi kuchangia kitu chochote wala hawezi kuhoji jambo lolote linalohusu mambo ya chama. Hiyo ndio sababu halisi mimi nikaondoka Chadema. Nini maoni yako kwa wengine ambao wanaamua kutoka Chadema? Leo unakifahamu kwa miaka 26, lakini watu wamekuwa wakitoka wanatoka. Nini neno lako moja tu kwa watu wanao? Neno langu mimi sana napenda nilitoe kwanza kwa watu wa Chadema wenyewe binafsi. Kwa sababu sisi Chadema tumekuwa ni watu wa maneno sana kwa wenzetu, yani ndani ya wenyewe kwa wenyewe. Na hiyo ndio sababu kubwa inawafanya watu wengi wanaondoka Chadema. Sio kwamba hawapendi Chadema, wanaondoka wakiwa na maumivu makali sana. Kwa sababu unakuta mtu labda amehoji kitu fulani, anaambia wewe ulikuwa ni mtu wa fulani, huwezi kuongea kitu chochote. Sisi tutafanya hivi, sisi tutafanya hivi. Hamtakiwi kufanya hivi. Ukifika mahali fulani wanajihisi wanatengwa. Wale wanaoondoka msione vile wanakuwa hisia zao za kujihisi kutengwa. Unaona? Lakini sisi wanachadema, neno zuri ni watu wanachadema kwamba tuamue basi kwamba tukae na wale watu vizuri, tuwasikilize hoja zao wakati mwingine. Alafu waendelee, tuwaone je watatoka ama vipi. Kibaya zaidi ni kuto kusikiliza hoja za wale wenye malalamiko kwenye mambo yao. Hawapendi kuondoka hivi, bali wanaondoka kulingana, wanajiona kwamba sasa hawaonekani kwamba wao ni Chadema. Wanasomeka tu wao ni G55, hawaonekani ni wanachadema. Kumbe hata wale G55 watu wengi ni wanachadema. Na ndio maana umekuta hata katika kuondoka sio wote waliopo G55 wameondoka. Wapo pale na ni Chadema, ila wanashindwa huko Chadema waje sasa watasemaje? Watafanya nini? Ukifika tu utaambiwa wewe ni mwana G55 usiingie hapa. Utazuiliwa getini. Hayo yote ndio wanaowafanya waondoke, lakini ingekuwa sio hivyo wangebaki ndani ya chama chao na wangekisaidia chama chao kimawazo, kifikra, yote kwa ujumla. Lakini sisi wana Chadema ndio tunatakiwa tujitengeneze ndani ya kauli zetu sisi wenyewe. Tujiweke sawa kwamba tunatakiwa tuwe na kauli gani kwa wenzetu. Hilo ndio jambo la muhimu.